Zombia na bala, zombia na sifa, tuende zombia na bala, zombia na sifa. Yo, mambo vipi Tanzania? Karibu kwenye 101 recap. Mimi naitwa Ching the baddest, ndimo mtumbadi babalao. Na leo bwana, kwenye 101 recap tumeona baada ya kuona clip ya kwake S2 Keys, Zombie kutoka Pluto Republic. Ni moja kati ya producer mkali sana bwana. Kumbe ile ngoma ya Happy bana ilimchanganya sana mzee wangu. Yaani ilimchanganya, ilimvuruga, afu tulikuwa tujui kwamba jamaa ana hasira, yani kiasi kwamba kufikia wakati kwamba anaweza akaivunja hata studio yenyewe, maana mambo alikuwa ni mengi sana pale kati. Bana, kama haumfahamu S2 Keys ni nani? S2 Keys ni msanii, pia ni producer, au sio bana, kutoka hapa Tanzania, lakini pia huyu producer bana ameshafanya kazi na wasanii wengi sana. Lakini pia tumeona kuna ngoma alikuwa amefanya na Chino, umeelewa, Chino Kid kipindi hiko, ngoma kali sana. Lakini tulikuwa tujui bwana upande wake wa pili kwamba Mnyamwezi akichanganywa, akivurugwa sana na kazi, huwa ana hasira kiasi kwamba yani mtu wa karibu anaweza akatolewa neno kiasi kwamba ile neno ambalo anatoa ajui jinsi gani analitoa. Lakini pia tukumbuke kwamba unapokuwa katika mazingira ya kazi, jaribu kwanza kumwangalia, kwa sababu kumwangalia mtu na the way mood yake jinsi ilivyo. Wakati ngoma ya Happy inafanywa mixing na mastering na S2 Keys, Zombie bwana, imefika wakati Zombie, kama kuna button ya laptop ambayo alikuwa anafanya mixing na nini, ilikuwa haibinyiki, yani kwamba haifanyi kazi. Na inasemekana ile laptop kaifanyia kazi kwa muda mrefu sana, na kiasi kwamba imefika wakati akawa na hasira mpaka imefika wakati akaja akaivunja ile laptop na nini. Sasa mambo akawa mengi mtaani. Kama ulipata nafasi ya kuishuhudia hiyo clip ya kumuona mzee Zombie, bana, tumeiona hiyo clip. Lakini wewe unamjua Zombie kwa namna gani? Au unamjuaje? Yaani jina lake halisi ni nani au vipi bana? Huyu jamaa jina lake halisi anaitwa Salim Kasim Manengo. Amezaliwa Mei tarehe 9, 1996. Ni mtayarishaji wa mziki, record producer, na ni mtunzi wa nyimbo maarufu hapa ambazo zimefanyika hapa Tanzania. Lakini pia ni msanii wa Bongo Flavor, lakini pia anafanya trap pamoja na Afro pop. Yaani kuna kipindi kama ulikuwa unasikia mziki fulani hivi trap, alikuwa ni S2 Keys Zombie. Anatambulika kama ni super producer, yani super duper producer, na amezalisha nyimbo nyingi kubwa za wasanii wakubwa. Lakini pia katika wasanii wakubwa ambaye wamepata nafasi ya kukaa nao karibu, namzungumzia Diamond Platinum, Rayvanny, Billnass, Vanessa Mdee kipindi hiko, na nyimbo mashuhuri maarufu kubwa ambazo zimempatia umaarufu Zombie, umenelewa, ikiwemo Amaboko, Tetema, amefanya na Rayvanny, amemshirikisha pia na Diamond. Lakini pia ni mwanzilishi wa Pluto Republic. S2 Keys anahusishwa na studio yake ya Pluto Republic HQ, au vipi bana? Lakini pia baada hapo hajaishia hapo, akawa anainua vijana ambao wanafanya mziki au wana produce kazi, umenelewa vizuri. Kwa hiyo akaanzisha Pluto University, na Pluto University ikaenda mjini sana, au vipi bana? Na mpaka sasa hivi ninapozungumza na wewe kawatoa wasanii wengi, vipaji vingi kavikamata. Lakini pia kitendo cha kuanzisha chuo ni kitu ambacho watu ambao wengi sana walikuwa wafahamu kwamba jamaa ameanzisha, ana chuo chake kinaitwa Pluto University, au vipi bana, ambao kinadili na masuala ya muziki. Na Septemba 2025 ilitangazwa rasmi kwenye kama yeye ni mkurugenzi mtendaji wa chuo cha muziki Pluto Republic pamoja na Pluto University. Na mpaka sasa hivi ameshafanya kazi kubwa. Lakini the last song ambaye ameitengeneza hii bana, imezua mtafaruko sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kukamata laptop au kitendea kazi chake, au sio bana, kutokana na hasira alizokuwa nazo na nini. Jamaa akapigiliza mwanangu pale Studio Republic. Nadhani kama angekuwa na uwezo kuibeba ile
studio yote angeibeba, mae so hasira zile na mabouncer. Unajua, unamwona mwembamba hivi, lakini ukimwangalia ana viguvu stukizi. Mabouncer wanamuona kama anamkamata, wanamzuia na nini, lakini baadaye akasema bana, hakuna chochote kilichoharibika, ilikuwa ni hasira tu. Akapata kuulizwa maswali, je, kazi zile ilikuwaje katika zile, unajua laptop ina save vitu vingi sana, so watu wakawa wanajiuliza bana, kazi za watu zinakuwaje stukizi. Kwa hiyo akaliweka wazi, akalithibitisha kwamba katika zile kazi zote zipo, ile laptop ilikuwa ya muda mrefu na nini, umeelewa vizuri kwa hiyo big time kwa stukizi apunguze hizo pressure za hasira, kwa sababu sometime pia inatokea kwenye makazi mara nyingi sana watu wanakuwa wanazuia hasira, lakini unaposhindwa kuzuia hasira ndo watu wanakuona sasa the way unavyosababisha hasara. Inawezekana pia angetulia tu, angekunywa maji na nini, angepoa, umeelewa vizuri. Angetulia, angesema bwana, mimi sasa sifanyi tena hii kazi kutokana na tukio, lakini kamera zimeweza kumshika, na nadhani kwenye sababu, kwa sababu kitendo kishatokea na ngoma ilishatoka, umeelewa. Ingekuwa ngoma haijatoka, mvutano wakati ya Diamond Platinum pamoja na Ace to Kiss Zombie kutoka Pluto au vipi bana, tungeuona, kwa sababu ngoma ni kali, ngoma ni kubwa. Lakini kwa namna moja ama nyingine ngoma hii au tukio hili kama linakuja kuinua tena ngoma ya Happy kutoka kwa Diamond Platinum. Na tunafahamu kuna watu wengi sana wanazungumza kuhusiana na ngoma ya Happy. Tumemwona TID Mnyama alikuwa anazungumza kuhusiana na wasanii wengi wanafuata upepo wa Diamond Platinum baada ya kuachia ngoma ya Happy, umenelewa. Na tumeona wasanii wamekuwa nyuma kwa mtiririko mkubwa sana kwa kuachia ngoma back to back, umeelewa. Tumemwona Harmonize kaachia ngoma, tumeona Moko Genius kaachia ngoma, yani wasanii wengi. Alikiba kaachia ngoma, Alikiba nadhani ameshirikishwa na BN kutoka Kenya, ameachia ngoma na magoma yanaenda. Lakini TID akaja akazungumza akasema bana, hii sababu kubwa ya watu wanatembelea upepo wa Diamond Platinum bana. Hapa ni 101 recap. Mimi naitwa Ching the baddest, ndimo mtumbadi. Tumepitishana hapo. Asante kama we mwanetu ambaye ni mwana familia wa 69 Media TZ. Tuko live na maisha na tuko fresh. Sijui sasa hivi uko wapi, kama utakuwa uko Dar es Salaam inakuwa ni fresh 69 Media TZ. Tuko live Instagram pale unaandika hivyo na inakuwa unyamani ubabe mkubwa, na watu wanaishi mjini vile ambavyo wanaishi au vipi bana. So kama uko Mwanza, Bagamoyo, Tanga na sehemu zote, basi official 69 Media TZ, endelea kutufuatilia na subscribe YouTube channel ili kuweza kupata zile habari na zile taarifa za muhimu ambazo huwa every day every time tunakuwa tunakusogezea big time. Mimi naitwa Ching the baddest. Instagram unanifollow kwa jina la WizChing77, na Facebook andika WizChing77, TikTok unapatikana kwa jina la Awote.